Wanaoshiriki tendo kwa njia ya midomo aidha kwa kunyonyana sehemu ya mbele lakini au sehemu ya haja kubwa, fahamu ya kwamba mpo hatarini sana kwenye kupata changamoto ya HPV. Mara nyingi hii changamoto inaweza ikajitokeza kwa sababu pengine anavyo vile virusi lakini bado hajaanza kutoka zile changamoto za HPV au dalili zake za moja kwa moja. Sasa wewe ukakumbana nao hawa virusi kwa njia yako ya mdomo, ukachanganyika na bakteria wa mate pamoja na hao virusi, inaweza kupelekea kupata shida sana kwenye kinywa chako, kupata masundosundo kwenye kinywa, lakini pia kupata kansa ya koo. Mbaya zaidi inaweza kupelekea kupata vinyamanyama vikubwa sana kwenye sehemu yako ya midomo. Hakikisha unafanya ngono salama, kwa sababu zipo njia nyingi sana za kuweza kuandana na mwenza wako na akaweza kuenjoy na wote mkaweza kulifurahia tendo, lakini sio hii ngono ambayo sio nzuri, inaweza kuhatarisha maisha yako yote na ukajutia kipi ambacho umefanya kwa raha ya dakika moja tu. Kama ni mwanamke au mwanaume umepitia hii changamoto hizo, sasa hivi ulishiriki na mtu na mkashiriki hii kitu na sasa hivi umepata hii changamoto hizo, unajisikia miwasho kwenye koo, lakini pia ukimeza mate unaumia, ila unahisi kama kuna uvimbe pia, mbaya zaidi umepata fungus za kwenye ulimi, fahamu kwamba hiyo ni changamoto na unatakiwa kuitafutia matibabu.